Lakini pia tunalitaka jeshi la polisi wawaachie mara moja viongozi wetu waliowakamata kuwaweka sel, waliowakamata kuwaweka ndani, wawaachie mara moja, kiwemo katibu mkuu wangu wamemkamata na viongozi mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali. Baraza la wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo maarufu kama BAWACHA sasa limetoa agizo kali kwa jeshi la polisi nchini Tanzania kuachia mara moja viongozi na wanachama wake walioshikiliwa kufuatia tukio la kuvunjika kwa maadhimisho International Women's Day mjini Msoma. Agizo hilo limewasha moto mpya nchini Tanzania, huku Samia Suluhu akijawa na uoga. Baraza hilo linaeleza kuwa hatua ya kukamata wanawake waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya maadhimisho hayo ni kitendo kilichokiuka haki za wanawake na kinachoibua maswali makubwa kuhusu namna mikusanyiko ya kijamii na kisiasa inavyosimamiwa nchini. Kwa mujibu wa uongozi wa BAWACHA, tukio lililotokewa katika mji wa Msoma sasa linaibua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu haki za mikusanyiko, usalama wa wanawake na mamlaka ya vyombo vya dola. Baraza hilo inaeleza kuwa viongozi na wanachama wake wanakamatwa wakati wa operesheni ya polisi iliyofanyika mchana wa Machi tarehe 8, siku ambayo dunia ilikuwa inaadhimisha mchango wa wanawake katika jamii. Katika tukio hilo, BAWACHA inaeleza kuwa wanawake waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya maadhimisho wanatawanywa kwa mabomu ya machozi na nguvu za polisi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa BAWACHA Taifa, Sharifa Suleiman, viongozi kadhaa wa baraza hilo walikamatwa na kupelekwa katika vituo vya polisi. Miongoni mwa waliokamatwa ni katibu mkuu wa BAWACHA Taifa, na kwa mtazamo wa uongozi wa baraza hilo, tukio hilo inaonekana kama kile kinachotajwa kwa unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake waliokuwa wamekusanyika kwa lengo la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Na kwa mujibu wa maelezo hayo, wanawake hao wanakusanyika ili kujadili changamoto zinazowakabili wanawake pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika kupigania haki na maendeleo yao. Lakini kabla ya shughuli hizo kuendelea kikamilifu, operesheni ya polisi inafanyika na kusababisha mkusanyiko huo kuvunjika. Wanawake wanatawanyika katika maeneo mbalimbali ya mji, huku baadhi yao wakikamatwa na kupelekwa katika vituo vya polisi. BAWACHA sasa inadai kuwa pamoja na ukamataji huu, baadhi ya wanachama wake wananyang'anywa sare za chama wakati wa operesheni hiyo, na kwa hiyo baraza hilo sasa linaitaka polisi kurejesha sare hizo pamoja na kuachia viongozi wa wanachama waliokamatwa. Tunalitaka jeshi la polisi waachie viongozi wetu mara moja, lakini pia tunalitaka jeshi la polisi vitenge walivyovichukua kwa BAWACHA, sare za BAWACHA walizonyang'anya, tunataka wawarejeshe. Sare za BAWACHA sio madawa ya kulevya, ni nguo kama zilivyo nguo zingine. Inakuwaje jeshi la polisi wanawanyang'anya BAWACHA kina mama wa wanawake wa Chadema nguo zao? Walitarajia waende uchi. Lakini wakati wa BAWACHA ikitoa madai hayo, vyombo vya usalama vinaeleza tukio hilo kwa mtazamo tofauti kabisa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, jeshi hilo limewashikilia watu 27 kwa tuhuma za kufanya vurugu pamoja na kuzuia shughuli za kiuchumi katika barabara kuu ya barabara ya Nyerere. Barabara hiyo ni mojawapo ya njia kuu za usafiri katika eneo hilo, ikitumika kuunganisha mji wa Msoma na maeneo mengine ya mkoa. Kwa mujibu wa maelezo ya polisi, baadhi ya watu waliokuwa katika mkusanyiko huo wameanza maandamano barabarani na kusababisha usumbufu wa watumiaji wa barabara pamoja na shughuli za kawaida za kiuchumi. Hali hiyo iliyochukuliwa kama ukiukwaji wa sheria na kusababisha watu ukamataji ulichukuliwa. Katika maelezo yake, Kamanda Lutuma anaeleza kuwa jeshi la polisi tayari lilitoa katazo la kisheria kuhusu kufanyika kwa maadhimisho hayo.
Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katazo hilo lilitolewa tangu Machi tarehe 1 mwaka huu, na sababu iliyotolewa ni kile kinachotajwa kuwa maandalizi ya shughuli hiyo yanayoambatana na maneno ya uchochezi. Kwa mtazamo wa vyombo vya usalama, kauli hizo zinaonekana kuwa na uwezekano wa kusababisha taharuki au kuvuruga utulivu wa umma. Kwa hiyo katazo la kufanyika kwa maadhimisho hayo linatolewa kama hatua ya tahadhari, lakini licha ya katazo hilo, maandalizi ya mkusanyiko huo yanazidi kuendelea. Na siku ya Machi 8, wanachama wa BAWACHA walikusanyika mijini Musoma kwa ajili ya shughuli hiyo, na hapo ndipo tukio linalozua mjadala mkubwa lilipotokea. Upande wa BAWACHA, mkusanyiko huo ulilenga kuadhimisha siku ya wanawake duniani pamoja na kujadili changamoto za wanawake katika jamii. Kwa upande wa polisi, mkusanyiko huo ulitafsiriwa kama ukiukwaji wa amri za kisheria ukitolewa mapema. Tofauti hiyo ya tafsiri ndiyo inakuwa chanzo cha mvutano unaoendelea. Kwa wachambuzi wa siasa, tukio la Musoma liliibua maswali makubwa kuhusu uwiano kati ya haki za kiraia na mamlaka ya dola katika kusimamia mikusanyiko ya umma. Kwa upande mmoja, haki ya kukusanyika na kujieleza ni sehemu muhimu ya misingi ya demokrasia. Kwa upande mwingine, vyombo vya usalama vina wajibu wa kuhakikisha utulivu wa jamii na utekelezaji wa sheria. Na katika mazingira ya kisiasa, masuala haya mara nyingi huwa nyeti sana, na kwa sababu mikusanyiko ya kisiasa inaweza kuwa na athari kubwa katika hali ya usalama wa jamii. Kwa hiyo usimamizi wa mikusanyiko hiyo inahitaji uwiano makini kati ya haki za wananchi na wajibu wa dola kulinda amani. Na tukio la Musoma linaingia moja kwa moja katika mjadala huo. Kwa upande wa kisiasa, tukio hilo linaongeza mvutano kati ya vyama vya siasa na vyombo vya usalama. Kwa upande wa kijamii, tukio hilo linaongeza mjadala kuhusu nafasi ya wanawake katika siasa na haki zao za kushiriki katika majadiliano ya kitaifa. Na kwa sababu International Women's Day imekuwa jukwaa muhimu kwa wanawake duniani kueleza changamoto zao na mafanikio yao, ni siku inayotumiwa kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika uongozi na katika maamuzi ya jamii. Kwa hiyo tukio lililotokea Musoma liliongeza sura mpya katika maadhimisho ya siku ya wanawake mwaka huu nchini Tanzania. Kwa sasa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea, na hatua zinazofuata zinategemea matokeo ya uchunguzi pamoja na taratibu za kisheria zitakazochukuliwa. Lakini tayari tukio hilo linaacha alama kubwa katika mjadala wa kitaifa kuhusu haki za mikusanyiko, usalama wa wanawake na utawala wa sheria. Kwa wananchi wa Musoma, siku hiyo inabaki katika kumbukumbu kama siku ambayo maadhimisho ya wanawake yanageuka kuwa tukio la kisiasa. Na kwa taifa kwa ujumla, tukio hilo linakuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia na haki za kiraia. Kwa sababu katika jamii yoyote inayojenga demokrasia, matukio kama haya huwa sehemu ya safari ya kujifunza na kuboresha mifumo ya kisiasa na kijamii. Kadri mjadala huu unavyoendelea, swali moja linaendelea kubaki wazi. Je, tukio la Musoma litakuwa funzo la kuimarisha uwiano kati ya sheria na haki za wananchi, au litakuwa mwanzo wa mjadala mkubwa zaidi kuhusu namna mikusanyiko ya kisiasa na kijamii inavyosimamiwa nchini? Hili ndilo swali ambalo mustakabali wa mjadala wa kisiasa nchini Tanzania utaendelea kulijibu. Na wakati mjadala huu ukiendelea, tukio la Musoma linaendelea kukumbusha jambo moja muhimu, kwamba katika demokrasia yeyote, sauti za wananchi, hasa sauti za wanawake, zinaendelea kuwa sehemu muhimu sana ya mjadala wa taifa.